kujua kipi kimeandikwa kwenye magazeti leo. Jamali yuko hapa kwa ajili ya kutufahamisha. Kaa tayari uendelee kuwa na sisi kwenye Big City Breakfast ya 92.5 Mjini FM mpaka saa 3 kamili za asubuhi. Una lolote la kutuambia, ruksa ni ubonyeze tu kwenye simu yako 0716925925. Jamali, tuambie kuna nani huko? Bana, leo naanzia hapa kwetu hapa Mlandege hapa Zanzibar. Leo nipo Mlandege. Nipo Zanzibar bwana. Sisi tuko hapa Zanzibar. Na Zanzibar tunasikilizana vizuri. Ndio. Sasa nikueleze kabisa gazeti la Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi. Hemedi, tutalinda amani kwa gharama yoyote. Huyo ni makamu wa pili wa Rais Ahmed Abdullah. Jana bajeti ya ofisi yake bwana ilikuwa inasomwa na yeye alikuwepo pale. Na imepitishwa of course. Bajeti ya ofisi yake imepitishwa. Sawa. Lakini Zanzibar kuandaa mkutano wa forodha duniani. Kurasa wa 3 wa gazeti hili Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi utaipata. Lakini imeandikwa hapa vizuri na habari picha inaonekana hapa. Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Taifa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan akiongoza kikao cha halmashauri kuu ya CCM ambacho kimefanyika jijini Dodoma. Lakini pia kushoto inaonekana kwenye habari picha hapa, kushoto ni makamu mwenyekiti wa CCM Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi. Kwenye habari picha ipo hiyo hapo. Kumbe Dom Kunogile. Bwana. Dodoma Kunogile ya vijana. Mapema tu jana. Niwahi katiketi. SG. Chap. Namuona katibu mkuu pia wa chama hicho. Namuona pia wako pale kabineti nzima ya chama. Lakini serikali kuendelea kusimamia miongozo ya afya lishe. Dr. Mwigulu amesema serikali itaendelea kusimamia miongozo ya afya lishe, mkwaju lishe. Alafu kadashi Dr. Mwigulu ndio akasema hayo. Trump anaamini makubaliano na Irani yatafikiwa. Mwamba mbona ana kigeugeu? Yeye anaamini hivyo. Anaamini nini bwana? Yeye ndo anapindisha mipango. Makubaliano na Irani yatafikiwa. Mara vya vita, mara vya kutulia, mara vya kurudi. Gazeti la Habari Leo, gwiji la habari nchini Tanzania, limesema nguvu ya ushirikishwaji, namna tume ilivyosikiliza maelfu ya Watanzania. Utapata hicho kwenye ukurasa wa 4, utapata hii habari kwa undani zaidi. Lakini mageuzi sekta ya elimu, mikakati ya gusa maendeleo ya uchumi, PPP kutumika. Wanafunzi milioni 3 kujiunga kidato cha kwanza 2028. Wanafunzi milioni 3 kujiunga kidato cha kwanza mwaka 2028. Gazeti ndio limeandika la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, taifa moja, hatima ya pamoja. 2026. Mpaka ifike 2028 watajiunga wanafunzi kidato cha kwanza milioni 3. Kamata gazeti habari kamili ukurasa wa 3. CCM yasifu amani ya nchi baada ya uchaguzi. Lakini serikali yachukua hatua bei za mafuta. Mwigulu ataja mambo matatu. Tulia, taratibu. Ndio hii inaendelea. Mwigulu ataja mambo matatu. Kila lita ya diesel ruzuku ni 259. Utaka twende taratibu mpaka wapi? Unajua kuna baadhi ya vitu mimi binafsi sio kwamba eti mimi ninakuwa sijaelewa. Huwa napenda sana anayenisikiliza pia awe anaelewa. Ndio. Sasa kuna mawili, either utueleweshe ama gazeti linunulike. Kwenye hiyo ruzuku ya 200 hiyo 259. Jana waziri mkuu alikuwa anazungumza bungeni. Sawa, sijakataa. Akaulizwa kile ambacho serikali imechukua. Yaani serikali imechukua hatua gani kuhakikisha bei hizi zinakuwa si zinaumiza, lakini kwa serikali wenyewe wamefanya nini? Unajua serikali pia inaweka ruzuku kwenye bei za mafuta ili kupunguza ile gharama na kupunguza upatikanaji wa mafuta hasa hapa nchini. Sawa. Umeelewa? Sasa ndio kwenye jibu lake waziri mkuu kasema serikali na yote ambayo imefanya imeweka pia ruzuku
ya shilingi 259 ili kupunguza, huenda isingewekwa hiyo ruzuku 259 inakuwa imekatwa tayari kabla ya hizi bei, inakuwa imekatwa tayari. Kwa hiyo kama ingekuwepo 200, kwa maana yake ni kwamba lita moja ya petroli ingekuwa 4300. Ingekuwa 4400 kasoro. 4400 mpaka 500 kwa baadhi ya maeneo. Kwa hiyo maana tushalipewa 259. Kwenye kila lita. Ndio bei mpya zikaja sasa. Ndio hizo bei zikatangazwa hiyo majina. Ndio bei mpya zikatangazwa. Sasa ingekuwa basi haijatangazwa au haijawekwa ruzuku, ingekuwa ni hatari. Ingekuwa bei zimepanda kinoma. Mimi bado na ukakasi hapo bado. Tuendelee tu lakini. Ukakasi wa nini sasa? Unataka tuondoe ukakasi hapa? Hamna, tuendelee. Sasa wewe ukiacha ukakasi utakuwa umewasaidia kwa sababu umesema no, wakati mimi hoja yangu ni simple tu. Wala sio hata ya ubaya. Ndio. Hoja yako ni ipi? Je, hili swala la kwamba serikali imeniruzuku ya 259 sio? Tulijua kabla ya kutangaziwa hizi bei au tunaambiwa baada ya bei? Hilo ndo swali langu rahisi tu. Na niombi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali inaendelea kuchukua hatua mbalimbali za kupunguza athari za kupanda kwa bei ya mafuta duniani kunakosababishwa na migogoro ya kisiasa na kiuchumi katika baadhi ya maeneo duniani. Akajibu swali la mbunge wa viti maalum mkoa wa Dar es Salaam Janet Mahawanga bungeni jijini Dodoma katika kipindi cha maswali ya papo kwa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu amesema Tanzania haiwezi kujitenga kabisa na athari mabadiliko ya soko la dunia. Safi. Manelewa bana, anasema Tanzania si kisiwa. Akieleza kuwa serikali imeweka mikakati mbalimbali ya kuhakikisha bidhaa za mafuta haziadimiki nchini sambamba na kutoa ruzuku ili kupunguza makali ya ongezeko la bei kwa wananchi. Aidha amesema serikali imekuwa ikikutana na wadau wa sekta ya usafirishaji ili kusikiliza changamoto zao na kujadiliana namna bora ya kukabiliana na hilo na hali hiyo. Si unanielewa? Kwa hiyo ruzuku ambayo imetolewa ni kabla ya bei mpya zijatangazwa. Lakini alichokisema waziri mkuu ni baada ya bei mpya kutangazwa. Si unaelewa? Kwa sababu ndio ilikuwa ni kipindi chake cha maswali na majibu siku ya Alhamisi. Kwa hiyo ilikuwa ni lazima aseme kwenye kipindi chake cha maswali na majibu pengine na kwa sababu ile swali limeulizwa na bei za mafuta kupanda zimetangazwa siku ya Jumatano. Kila Jumatano ya kwanza ya mwezi mpya. Umeelewa bana? Kila Jumatano ya kwanza ya mwezi mpya bei za mafuta zinatangazwa, bei mpya za mafuta zinatangazwa. Either zimeshuka au zimepanda. Kwa hiyo EWURA wanatangaza kila Jumatano ya wiki ya kwanza ya mwezi mpya. Kwa hiyo na maana sasa baada ya kutangazwa Jumatano ndio Mheshimiwa Waziri Mkuu akaona hiyo Alhamisi ndio akatoa hayo majibu baada ya hilo swali sasa. Ndio. Hapo umeelewa? Nishakuelewa. Umenipata vizuri. Sasa ungeacha hivyo wananchi na wenyewe kwaje. Tukamate gazeti jingine hapa, gazeti la Nipashe limesema msiba juu ya msiba. Rafiki wa mama afariki dunia msibani kwa simanzi ya mwanachuo wa IFM aliyezikwa bila kichwa. Ni mama wa watoto 4 aliyelia akilalama moyo wake haukubali kuona tena. Kwa hiyo kwenye msiba alienda kuomboleza na akafariki. Wadau waonya athari kiuchumi na mpya za usafiri wa baharini. Afya bahari. Kamata gazeti. Hofu ya tanda, wakazi wa kesha wakifanya doria eneo lililovamiwa na mabouncer. Hii habari tuligusia. Mimi habari inanichefua mimi. Yaani sikuficha. Hiyo habari inanitoa sana kwenye mstari. Hiyo mimi inanitoa sana kwenye mstari. Endelea tu habari. Elimu ya Tanzania yapewa sura mpya. Ni sura gani? Kama hata gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, elimu ya Tanzania imepewa sura mpya. Haya, tuende kwenye gazeti jingine, gazeti la Mwananchi Tanzania ambalo linaandika taarifa hapa: mwanachuo ardhi yapotea, ni wa mwaka wa 4, atimiza siku 14 hajaonekana, wasiwasi watanda chuo, ndugu wazungumza, mwili wa temba aliyouawa Dar wazikwa Kilimanjaro. Hizi habari zote ziko sehemu moja, habari ukurasa wa 4. Huyu mwanachuo alipotea taarifa yake anaweza kuisoma.
hii taarifa yake itakufanya ukamate gazeti. Mimi na point moja ni ujinga uliokomaa, lakini kuna watu wanaweza wakahate kinoma. Kwa nini? Wanafunzi wapatia chuo cha ardhi. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Unajua kuna kitu ambacho mimi huwa mimi niko 50-50 when it comes to hizo habari za namna hiyo. Yeah. Za kupotea hizi. Siku hizi kuna wana wakifungiwa tu au binti akifungiwa tu akinogewa huko, lawama zinaenda kwamba kapotea. Hiyo maana ya kupotea mtu si kwamba aonekane au kuna kupotea kwa sababu wewe kama mimi sijaonekana Masaki wiki 3 ndio wewe ndo kasema kwamba nimepotea. Casto, hivi vitu vingine tusivijadili kirahisi. Mimi sijadili kirahisi. Ila wapo watu wanaotumia kichaka cha watu kupotea. Yaani mtu uonekane wewe Casto, wewe tunajua kabisa wiki 3 haujaonekana. Hauko Masaki, hauko Goba. Tumekupigia simu yako haiiti, haupatikani. Ndio taarifa inasema hivyo. Tulia basi. Tuzungumze namna ya kupotea. Tafsiri ya kupotea unaijua?